Yes, bwana karibu sana kwenye recap siku hii ya leo. Mimi naitwa Ben Talented, mkali wa hizi kazi. Siku zote mmekuwa mnanisikiliza kwenye updates mbalimbali, huwa nafanya na watu mbalimbali, interview, stories mbalimbali, lakini leo niko tofauti kabisa na itakuwa ni muendelezo wa siku zote. Nakuletea recap ambayo tunafahamu kinachoendelea sasa hivi duniani, hususan ni vita kubwa sana kati ya Iran dhidi ya Israel, na nimepata wasaha mzuri sana wa kupiga story na Isaiah Benson. Huyu ni mbobezi wa siasa, hasa siasa hizi za magharibi huko, hususan ni vita ambayo inaendelea hapa, na tunafahamu kwamba Israel wanaendelea kushambulia Irani nao wanajibu katika makombola makubwa. Kwa hiyo leo nikasema ngoja nikuletee na nikusogezee japo kwa ufupi tu hiki ambacho kinachoendelea huko duniani. Pengine ulikuwa ufahamu nini sababu, ulikuwa ufahamu pengine nani ni mchokozi, unafahamu kwamba issue nzima ya nuclear ndio chanzo cha kupelekea kwa vita hii. Basi kupitia recap siku ya leo tena kufahamu na itakujuza vitu vingi sana. Sawa, tungetamani kuweza kufahamu zaidi pengine chanzo nini hasa vita hii ya Iran dhidi ya Israel mpaka hapa ilipofikia. Pengine upande wako umepata kufanya research gani? Okay, kwa hata ambapo sasa hivi vita vilipo, kwanza vyanzo ni vingi, lakini ngoja niongelee kimoja ambacho kwanza kabisa, taifa makubwa kama taifa la Marekani ni taifa ambao halitaki nchi yoyote hapo Mashariki ya Kati iweze kuwa na nguvu kijeshi au iweze kuwa super power hiyo Mashariki ya Kati. Sasa mbishi pekee aliyebakia hapo Mashariki ya Kati ni Waajemi, kwa sababu Waajemi wale wa asili wale sio Waarabu wale. Kwa hiyo ndio bana, sasa tumeona kumekuwa na pressure kubwa, kwa sababu ukirudi sasa nyuma katika historia unarudi mpaka mwaka 1965 kule, ambao hii ilikuwa ni miaka michache baada ya vita vya pili vya dunia, ambapo Umoja wa Mataifa wakaamua kuwa wanataka kudhibiti matumizi ya nuclear. Na katika kudhibiti haya matumizi ya nuclear, kwa ni lazima sasa kukaanzishwa kitengo ambacho kitengo hiki kwa kifupi wanaita IAEA, ambacho ni kitengo kinachoshughulika kudhibiti matumizi ya nuclear katika dunia hii kwa ajili ya kuifanya dunia iwe salama, kwa sababu kila taifa likiwa na nuclear kutakuwa kuna shida. Kwa hiyo tunakumbuka kuingia mpaka miaka 1968 na 9 hapa, kama kumbukumbu zangu ziko sawa, Irani naye akaingia kwenye huo mkataba, kwa sababu nyuma kule ikabidi mataifa mbalimbali waweze kuteketeza silaha zao za nuclear walizokuwa nazo, alafu yakabaki mataifa machache kama mataifa matano, kiwepo Marekani, kiwepo China, kiwepo Urusi, kiwepo India na hivyo. Kwa hiyo wakateketeza. Sasa Iran alikuwa hajaingia. 1968 na 9 ndo akaja kaingia na yeye kwenye huo mkataba, lakini yalipofanyika mapinduzi ya Irani, Jamhuri ya Kiislamu ya watu wa Irani 1979, ndipo pale wa Irani hawa wakaanza kwenda kinyume, na kwa sababu mpaka sasa unaambiwa, yani kwa taarifa zilizoko ni kuwa hata huu utaalamu wa kurutubisha madini ya uranium, ambayo ndio ni kwa wasiwasi mkubwa, ni teknolojia ambayo walipewaga na CIA. Hiyo ni historia ndefu, ngoja tuachane na hiyo kwanza. Unakuja sasa Marekani wakawa wamewawekea vikwazo taifa la Irani kwa ajili ya urutubishaji wa madini ya uranium. Na baada ya kuwawekea vile vikwazo, wakaenda mpaka ulipokuja utawala wa Barack Obama, ambaye yeye akakubaliana na rais aliyekuwepo kipindi kile wa Irani kuwa anawaondolea vikwazo, lakini waachane na mpango wa kutengeneza nuclear. Wakaingia kwenye makubaliano, ambapo sasa mpango huu Benjamin Netanyahu, waziri mkuu kipindi kile, pia bado alikuwa ni waziri mkuu, kwa sababu kuna hapa katikati Naftali Bennett alikuja kuingia kama waziri mkuu, baadaye Netanyahu amekuja kurudi tena kama waziri mkuu wa Israel. Waziri mkuu wa kipindi hicho ambaye alikuwa ni Benjamin Netanyahu, ambaye mpaka sasa ndio waziri mkuu wa Israeli, alimlaumu sana bwana Obama kwa kitendo hicho, kuondolea vikwazo Irani. Akawamwambia kwenye huu muda ndio wakati ambapo mmeipa Irani nguvu sasa ya kuweza kujipanga vizuri kwa ajili ya kutengeneza silaha za nuclear ambazo ni hatari kwa taifa la Israeli.
unakumbuka vizuri alipokuja kuingia Donald Trump kwenye muhula wa kwanza kabla ya huu, alipokuja kuingia kwenye muhula wake wa kwanza aliongeza vikwazo vingi zaidi kwa Irani, yani katika majaribio ya kuifanya Irani isiendelee kutengeneza silaha za nyuklia, kwa sababu hilo ni jambo ambalo walikuwa hawalitaki hilo jambo. Lakini Irani inaonekana ilipanga zaidi kwenye huo wakati ambapo Barack Obama aliondoa vikwazo kwa Irani na kuiruhusu za samana. Alisema muachane na mpango huo, ambapo Netanyahu walionya kuwa hawa hawawezi wakaachana na huo mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia, kwa sababu wana vinu vya nyuklia mahali ambako wanarutubisha sasa haya madini ya uranium. Alipokuja kuingia Donald Trump tena, kwanza kwenye hicho kipindi Donald Trump, nafikiri unakumbuka, aliua sana wanasayansi wengi wa Irani, akiwemo pia kamanda bora wa wakati wote alikuwa anajulikana kama Qasem Soleimani, ambaye aliuawa akiwa nchini Iraki. Walimuua na drone ya Marekani ile MQ-9 Reaper, ambapo kuanzia pale sasa wa Irani wakatangaza kisasi dhidi ya Donald Trump. Na juzi hapa haya majaribio ya kuuawa wakati yuko kwenye kampeni, lawama nyingi zilitupwa kwa upande wa Irani. Kwa Irani ndio walisababisha hiyo, kwa sababu walikuwa wanataka wamuue Donald Trump. Na tunakumbuka hata Donald Trump baada ya kuapishwa, unakumbuka kuna kitu alikiongea, akaacha wosia kuwa in case kwa namna yoyote ile nikiuawa, basi Irani inatakiwa ipigwe bomu la nyuklia. Sasa tukuelewa kauli zilikuwa ni zipi. Kwa hiyo katika hizo juhudi sasa, Donald Trump akawa amekuja juzi hapa akasema kuwa ameizuia Israeli isifanye mashambulizi katika taifa la Irani au kuishambulia Irani. Kwa hiyo anawataka waingie kwenye mazungumzo. Kwa hiyo kumekuwa na mazungumzo ya namna hiyo, wakaenda wakazungumza huku, wakaenda hivi. Sasa mazungumzo ya Jumapili juzi kushinda jana Jumatatu, yalikuwa mazungumzo hiyo tarehe 15 ndio walikuwa wako kwenye mazungumzo awamu ya 6 kuhusiana na Iran. Kwa hapa kwa wataalamu sasa na wachambuzi wa mambo, tunaona ni kama Marekani aliwahada Waajemi. Na kuwahada Waajemi wakawa wanaamini yale mazungumzo wakajisahau, viongozi wao wakawa wako tu. Ndio maana sasa unaona kabla ya mazungumzo ya tarehe 15, tarehe 13 Ijumaa mwezi wa 6 2025, ndipo ambapo Israeli sasa kafanya mashambulizi makubwa sana ndani ya taifa la Irani na kusababisha kuuawa kwa viongozi wengi. Maana idadi mpaka sasa imefika idadi watu 20, wakiwemo viongozi, makamanda, wale maafisa wa ngazi za juu, lakini pia vile vile na wanasayansi, ambapo na kamanda kuu yule wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu IRGC na aliweza kuuawa bwana Hossein Salami. Baada ya hapo kiongozi mkuu wa Irani akamteua kiongozi mwingine ashike ile nafasi, naye hajamaliza masaa hata 48 naye akauawa pia vile vile. Kwa hiyo kwa kifupi ninaweza kusema hivyo, lakini sababu nyingine nyuma ya ni makundi ambayo mbele ya macho ya watu wa magharibi yanaonekana kuwa ni makundi ya kigaidi. Hapa ninaongelea kundi la Wahusi kutokea Yemen, takuwa naongelea kundi la Hezbollah kutokea Lebanon, lakini na Hamas pia, ambao wamekuwa kiambiwa au wakishutumiwa, Iran amekuwa kishutumiwa kuyasupport haya makundi, ambayo makundi haya ndio yanayosababisha uharibifu mkubwa kwa taifa la Israeli. Na wanasema as long as haya makundi yapo, basi manake Israeli haiko salama. Na ndio maana umeona kwenye lawama hizi zilizotoka leo, Benjamin Netanyahu memfananisha kiongozi mkuu ambaye ni supreme leader Irani, Khamenei Ayatollah, kuwa huyu ni kama Adolf Hitler ambaye mpango wake ni kutaka kufutilia mbali jamii ya Wayahudi duniani kama alivyofanyaga wakati ule huyu bwana Adolf Alois Hitler. Kwa hiyo hasa kwa kifupi hiyo, ndugu yangu, peme tundo mgogoro uliopo ndio chanzo kikubwa hicho, huku nani huyu Marekani akisema kuwa ni mipango ya Irani kutaka kutengeneza silaha za nyuklia, mpango ambao hawawiani nao. Sawa, mimi na maswali mawili hapo, pengine mtazamaji naye anajiuliza kwa nini Israeli wao wanaweza kuwaua viongozi moja kwa moja alafu Irani wanashindwa. Lakini pia swali la mwisho, kwa nini Marekani anaonekana ni kama yupo katikati, yani yupo katika hii vita lakini kama hayupo vile. Sawa. Maswali ni mazuri sana.
Irani kuna okay, tukubaliane kuwa intelligence ya Israeli iko vizuri sana, vizuri mno, na sio Israeli tu yenyewe, kwa sababu Israeli wana kitengo cha ujasusi ile Mossad, lakini kuna CIA pia wanawasaidia. Alafu kuna MI6 ya Uingereza, ile kitengo cha ujasusi kinawasaidia. Kuna vitengo vingine vya kijasusi kutokea Ujerumani, kutokea Ufaransa wanawasaidia. Na mpaka Israeli aende kuvamia pale, unaambiwa ni taarifa za kijasusi ambazo zilikuwa zimekusanywa na taifa la Uingereza, Ufaransa pamoja na Ujerumani, lakini kuwa na maadui ndio Marekani mwenyewe, ambaye Marekani ameonekana kama kujiondoa kwenye huo mgogoro na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo ndani ya Irani kuna hawa Mossad agent wako wengi sana, hawa mawakala wa Mossad, majasusi wa Mossad. Ndio maana wanabeni, kama umefuatilia hivi karibuni, ni kuwa Irani wameanza kukamata watu waliokuwa wanavujisha taarifa kutoka ndani ya Irani kuwapelekea Israeli au Mossad, kitengo cha ujasusi kile. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana kuspoti kuwa kiongozi fulani yuko hapa, kiongozi fulani yuko hapa. Ndio maana kama umenisikiliza nimekuambia kuwa haya mazungumzo ambayo Donald Trump alisema wazungumze kutafuta mwafaka ili wakubaliane, ni mazungumzo yalikuwa ya kuwahadaa wageni. Ndio maana wale viongozi walikuwa wako huko kwenye magorofa huko, ambako sasa ndio Myahudi ameweza kushambulia na kuua hao viongozi. Lakini endapo kama hao wasingejisahau, wangekuwa kwenye mabanka, isingewezekana kuwaua. Sasa Israeli walikuwa wanajua ni nini kinachotokea, Irani hawakujua ni nini kinachoenda kutokea. Walikuwa wamehadaika na mazungumzo, alafu wao wakitishia tu kuwa sisi haya mazungumzo hatukubali. Walikuwa wamejisahau. Lakini usisahau kuwa umo ndani kuna wakala wa kijasusi wa Mossad walioko ndani ya Irani. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi hata kutuma taarifa upande wa pili kuwa kiongozi fulani yuko hapa, kiongozi fulani yuko hapa. Ndio maana unaona umeweza kuua mpaka mshauri wa karibu sana wa Ayatollah Khamenei. Na kwa maana kuwa ndio maana juzi walikuwa na bagaini Marekani na Myahudi. Donald Trump anasema msimuue, lakini Wayahudi wanasema tuna possibility sana ya kuweza kumuua Ayatollah. Na tukimuua Ayatollah, basi tunaamini migogoro hii itaweza kupungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kumekuwa na udhaifu kidogo, tunakiri hiyo. Kumekuwa na udhaifu kidogo katika upande huu wa intelijensia ya Irani, lakini Israeli intelijensia yao iko vizuri sana. Hilo ni la kwanza. La pili uliniambia ni lipi? Nikumbushe tafadhali. Kuhusiana na viongozi ya moja kwa moja kuuliwa, umeelezea vizuri hapa na Marekani. Kiufupi katika maelezo yako umejibu yote maswali ambayo nimekuuliza. Sawa. Nikushukuru sana Isaiah Benson, na wakati mwingine tena basi tukihitaji kama Zamaradi TV basi tunahitaji ushirikiano wako. Karibu sana. Shukrani sana. Asante sana. Sawa, matumaini yangu kwamba umepata kufahamu japo kwa uchache tu hiki ambacho nimekuandalia siku hii ya leo kupitia recap yako special kabisa, vita ambayo inaendelea huko duniani kati ya Iran dhidi ya Israeli. Tumeweza kupiga na kukuelezea kwa ufupi, lakini tutaendelea kukujuza hiki ambacho kinachoendelea kadri siku zinazozidi kuendelea huko, na nikukumbushe tu kwamba hii vita pengine huenda ikasababisha pia vita vingine. Haya ni maswali na majibu ambayo tutakuletea kadri siku zinazozidi kuendelea. Mimi ni Talented, mkali wa hizi kazi. Asante.